Sasa leo nataka nende tukatazame baadhi ya maradhi ambayo mtu akiwa nayo maradhi hayo inatakiwa ale mchana wa Ramadhani. Usijitie kiherehere kufunga, utaumia na utapata madhara na utakuwa umejidhuru wewe mwenyewe. Tena kama unajua ndio kabisa utakuwa umejidhuru wewe mwenyewe, na madhara au hukumu ya kujidhuru mtu wewe mwenyewe ni hatari sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wanawapangisha, yani wao ni wenye nyumba, lakini katika kuwa wao wenye nyumba wamewapangisha kwao ndugu zetu hawa ambao ni Wakristo, alafu unafika mwezi wa Ramadhani, yeye mtu huyo anataka ya kwamba amuamrishe mpaka huyu mpangaji wake ambaye si Muislam afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haipo hiyo, haipo kisheria. Muache ale. Maana sasa hivi mitandaoni kumekuwa na shida, Sheikh Kada, yani kila mtu uko mtandaoni ni mufti anatoa fatwa. Kasoma mistari yake miwili basi na yeye anatoa fatawa, tena anataka fatawa zake watu wazifate na za wengine hazifai. Ili ni tatizo kubwa sana ambalo kwa sasa katika dunia tuliokuwa nayo tunakutana na mashakili kama haya. Lakini sasa hivi tuna tatizo la khiyanatul ilmiya, khiyana ya kiilmu. Yani kuna mtu anaweza akaliona jambo likawa jambo hilo lina aqwalu mukhtalifa, lina kauli tofauti za wanavyoni. Anachokifanya yeye anakusanya kauli za wanavyoni hata 100 wa ule upande wake wanaotia nguvu kile anachokitaka yeye, alafu anakuonyesha imamu fulani kasema hivi, imamu fulani kasema hivi, bila kukuonyesha upande wa pili pia. Na kwenye kuna maimamu zaidi ya 1000 ambao nao wanasema kwa utaratibu wao. Yani hii ni khiana ya ilmu, ndio iliyotuvuruga sasa hivi katika hali za aina kadha wa kadha. Watu tunavurugikiwa sana na hayo. Utakuta mtu kuna jambo ambalo lina ikhtilafu za ulama, hakwambii kama ili jambo lina ikhtilafu za wanavyoni. Yeye anakamata pale alipopataka yeye, na atakuletea wanavyoni, atakuorodheshia wanavyoni wale wa mrengo wake yeye, ataacha wale wanavyoni wengine ambao pia wameorodhesha katika sala hilo katika mrengo mwingine. Hii ni khiana ya kiilmu. Yani kilicho bora ni mtu achukue zile akwali zote, alafu yeye sasa pale alipokinai ndipo wafate kwa utaratibu huo, na asifunge milango wa wale wengine pia kuweza kufata utaratibu mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma ba'da ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, kwanza tumpeleke shukrani zetu kwa Allah, lakini kadhalika na sala na salamu zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kushukuru sana al-akhi Sheikh Abu Bakari Kada, Allah akupe jaza njema fi dunia wal akhirah. Ametukumbusha mambo makubwa sana, hasa ule mkasa wa Nairobi. Mimi nilikuwa nishausahau lakini umenikumbusha, naonesha una kumbukumbu nzuri sana Sheikh wangu. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri wewe pamoja nasi. Naam. Lakini kadhalika yale yote ambayo tumeyasikia hapa kutoka kwa mgeni wetu Sheikh Abu Bakari Kada, basi tuyazingatie, kwa sababu ndani yake kuna manfaa na ndani yake kuna mawaidha pia ambayo inatakiwa watu watafakari kwa kina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia kila la kheri. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutatazama kidogo katika sala la saum. Tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunahitajika kufunga
lakini kuna watu katika mwezi wa Ramadhani wao kula mchana kwao ndio uchamungu wenyewe. Yani kuna watu ambao wewe ukiwa katika hali hizi ambazo tutakaozisema, wewe natakiwa ule tu, kwa sababu kula kwako ndio uchamungu na kufunga ni kutafuta matatizo au ni kiherehere ambacho kinaweza kuleta madhara makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu tunawaambia kuleni mwezi wa Ramadhani, wapo watu tunawaambia kuleni mchana wa mwezi wa Ramadhani, wale biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ikhwani, ndugu zangu, kwanza twende tukajue taarifu siyam, kwa maana taarifu ya saumu yenyewe ni nini. Tunasema maana siyami fi lugha, maana ya saumu katika lugha, mutlaqul imsaki ani shay, ni pale mtu anapojiziwia na kitu fulani, ndipo huitwa saumu kwa mujibu wa lugha. Fa idha amsaka shakhsun anil kalami, yani mtu akijiziwia akaacha kuzungumza, au taami, au mtu akajiziwia akaacha kula, falam yatakallam wa lam yakul, akawa mtu huyo hazungumzi na wala hali, fa innahu yuqalu fil lugha, basi katika hali ya namna hii kilugha husemekana au husemwa mtu huyo saimun, ya kwamba ni mtu aliyofunga. Wa min dhalika qawlihi ta'ala, na kutokana na hayo qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, anasema inni nadhartu lirrahmani sawman walan ukallima alyawma insiya. Suratu Maryam, Mwenyezi Mungu anatueleza katika hali za namna hiyo. Lakini wa amma maanahu fi istilahi shar'i, lakini ama maana ya saumu katika istilahi za kisharia, maana yake nini? Maana tumeitazama saumu katika istilahi za lugha, na sasa tunakwenda katika istilahi za kisharia. Ukisema saumu au siyam katika sharia ni nini? Fahuwa al-imsaku anil muftirat, nayo ni kujiziwia kutokana na kila vinavyofunguza, yauman kamilan, siku iliyo kamili. Fa min tulu'i al-fajri as-sadiqi, na hii ni toka pale ambapo inapochomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka pale ambapo linapozama jua. Hii ndiyo taarifu ya watu wa sharia, wao wanasema katika hali za namna hii. Sasa basi, wa hadha taarifu muttafaqun alayhi baina alhanafiyati walhanabila, lakini taarifu hii ya kusema ya kwamba kufunga ni kujizuia siku kamili kutokana na kila kinachofuturisha ni istilahi ambayo bila shaka wamekubaliana kwa istilahi hiyo madhhab ya al-Imamu Hanafi na madhhab ya al-Imamu Hanbal. Hawa ndio wamekubaliana katika hali za namna hii. Amma al-Malikiyya wa Shafi'iyya, ama madhhab ya al-Imamu Maliki na madhhab ya al-Imamu Shafi'i, fa innahum yaziduna fi akhiri kalima biniyatin, wao wanazidisha mwisho wa maneno haya istilahi, wanasema ni kujiziwia siku nzima, lakini lazima paambatane na nia. Unaona, tunapata kufahamu madhhabi ya al-Imamu Hanafi na Hanbal. Wao wanasema al-imsak ni kujiziwia tu mchana, yani siku nzima, kutokana na vile vinavyofunguza. Lakini madhhabi ya al-Imam Maliki na al-Imamu Shafi'i, wao katika taarifu hii pakaongezeka neno, anasema biniyatin, lazima kuwe na nia maalum. Maana yake katika madhhabi ya al-Imamu Hanafi na Imamu al-Hanabila, hawa maana yake hata mtu akijizuia bila kuweka nia yeye ni sawa, lakini kwa Maliki na Shafi wanasema nia lazima iwepo katika hali za namna hii. Wadhalika lianna an-niyata laysat birukni min arkani siyam inda al-Hanafiyya wal Hanabila, na kwa sababu hiyo ni kwa sababu nia sio nguzo miongoni mwa nguzo za saumu kwa katika madhhab ya al-Imamu Hanafi na madhhab ya al-Imamu Hanbal. Kwao nia sio nguzo.
falaisat juz'an min at-ta'rif, kwa hali hiyo sasa haikuwa sehemu ya taarifu yao, kwa sababu kwao nia sio nguzo katika nguzo za saumu. Lakini ala annaha shartun lazimun la budda min, lakini kwao pia nia ni sharti la lazima tu, ila sio nguzo. Kwao wanasema ni sharti la lazima, lakini sio nguzo katika hali za namna hii. Faman lam yanwi bil kayfiyati al-ati fa inna sawmahu yabtulu bittifaqa, lakini yoyote yule ambaye hakuweka nia ya saumu katika utaratibu ambao utakaoelezewa, basi bila shaka saumu yake itakuwa imebatilika, kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniyat, hakika amali inakamilika na kuwa bora na inahisabika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na nia aliyoweka mtu. Unafanya amali hiyo kwa nia gani? Hilo ndo jambo la msingi kabisa biidhnillah. Wa min hadha ta'lamu, na kutokana na haya utafahamu sasa wewe ndugu yangu unayetufuatilia, annal khilafa fi kauni niyati shartan au rukna falsafatun fiqhiyatun yahtaju ila ma'rifatiha talabatul ilmi. Na kwa hali hiyo sasa utafahamu ewe ndugu yangu ambaye unayetufuatilia hivi sasa, ya kwamba tofauti ya nia kuwa ni sharti au tofauti ya nia kuwa ni nguzo, falsafatun fiqhiyya, hili ni katika taratibu au katika taratibu za kifiqhi. Tena taratibu zenyewe za kifiqhi yahtaju ila ma'rifatiha, inahitaji watu kuzifahamu, hasa wakiwa talabatul ilmi, ni wale ambao wanaotafuta ilmu, kwa maana wanafunzi. Ishara ya kwamba katika masala haya wanafunzi wasiyaingie na kuanza kuyatolea fatawa kama tunavyoona mitandaoni. Maana sasa hivi mitandaoni kumekuwa na shida, Sheikh Kada, yani kila mtu uko mtandaoni ni mufti anatoa fatwa. Kasoma mistari yake miwili basi na yeye anatoa fatawa, tena anataka fatawa zake watu wazifate na za wengine hazifai. Ili ni tatizo kubwa sana ambalo kwa sasa katika dunia tuliokuwa nayo tunakutana na mashakili kama haya. Amma ghairuhum, ama watu wengine, kwa maana wale ambao wao tayari wana ilmu, fa innahum mulzamun bima'rifat, mulzimun, wao bila shaka wamelazimishwa kwa kujua anna niyata as-siyami lazimatun fala yasihu siyam biduniha. Wao wanafahamu ya kwamba nia ya saumu ni kitu cha lazima na saumu haiwezi kusihi bila ya nia. Kwa hiyo hata wale watu wanaowaambia watu usiku msinuie, tunakwambia wewe unafata madhhab ya imamu gani? Kama unafata madhhab ya al-Imamu Hanafi na al-Imamu Hanbal hamna shida, lakini wale wanaotia nia kwa kusema kabisa nawaitu sauma ghadi an adai, hawa wanafata madhhabi ya Malikia pamoja na Shafiia. Waacheni wafanye kwa utaratibu huo, kwa sababu pia nao wanao mabwana wakubwa ambao wanawafata katika hali za namna hiyo. Lakini sasa hivi tuna tatizo la khiyanatul ilmiya, khiyana ya kiilmu. Yani kuna mtu anaweza akaliona jambo likawa jambo hilo lina aqwalu mukhtalifa, lina kauli tofauti za wanavyoni. Anachokifanya yeye anakusanya kauli za wanavyoni hata 100 wa ule upande wake wanaotia nguvu kile anachokitaka yeye, alafu anakuonyesha imamu fulani kasema hivi, imamu fulani kasema hivi, bila kukuonyesha upande wa pili pia. Na kwenye kuna maimamu zaidi ya 1000 ambao nao wanasema kwa utaratibu wao. Yani hii ni khiana ya ilmu, ndio iliyotuvuruga sasa hivi katika hali za aina kadha wa kadha. Watu tunavurugikiwa sana na hayo. Utakuta mtu kuna jambo ambalo lina ikhtilafu za ulama, hakwambii kama ili jambo lina ikhtilafu za wanavyoni. Yeye anakamata pale alipopataka yeye, na atakuletea wanavyoni, atakuorodheshia wanavyoni wale wa mrengo wake yeye, ataacha wale wanavyoni wengine ambao pia wameorodhesha katika sala hilo katika mrengo mwingine. Hii ni khiana ya kiilmu. Yani kilicho bora ni mtu achukue zile akwali zote, alafu yeye sasa pale alipokinai ndipo wafate kwa utaratibu huo, na asifunge milango wa wale wengine pia kuweza kufata utaratibu mwingine. Inshallah ndugu zangu, sasa leo nataka nende tukatazame baadhi ya maradhi ambayo mtu akiwa nayo maradhi hayo inatakiwa ale mchana wa Ramadhani. Usijitie kiherehere kufunga.
utaumia na utapata madhara na utakuwa umejidhuru wewe mwenyewe. Tena kama unajua, ndio kabisa utakuwa umejidhuru wewe mwenyewe, na madhara au hukumu ya kujidhuru mtu wewe mwenyewe ni hatari sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, yapo maradhi takriban yanafika maradhi 28 ambayo ukiwa nayo hayo maradhi, wewe mwezi wa Ramadhani kula tu mchana wa mwezi wa Ramadhani, usifunge, itakuletea shida kama utachukua fursa ya kufunga. Mmoja katika hayo maradhi ni amradul fashlil kulyawi, ni kwa wale ambao wana tatizo la maradhi ya kufeli kwa figo. Yani mtu figo zako zikiwa zimefeli, basi muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani kwako ni kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sasa hukumu yake ni nini? Baada ya kuwa unakula mwezi wa Ramadhani utafanya nini? Hilo ni jambo lingine. Kwanza nazungumzia maradhi ambayo ukiwa nayo inatakiwa ule mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndio Mwenyezi Mungu anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yoyote yule ambaye atakayefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mtu huyo akawa ni mgonjwa, ugonjwa ambao hawezi kufunga kutokana na masharti ya ugonjwa wenyewe, au akiwa safarini, basi ale, kisha baada ya kupona au akifika safari huko anapokwenda atalipa katika masiku yajayo. Uislamu ni mwepesi sana. Sasa tamna'ul amradu shadidatu wal muzminatu siyam, maradhi mazito na yale ambayo yanaweza kumwandama mwanadamu kwa muda mrefu yana uwezo wa kumziwia mtu huyo kufunga, idha kana yusabbibu dararan muakkadan, ikiwa tendo la mtu huyo kufunga linaweza likampelekea mtu huyu kupata madhara mazito, basi huyu anaruhusiwa ale mchana wa mwezi wa Ramadhani. Au yazidul marad, au inawezekana ikawa mtu ana maradhi, anapofunga ndio maradhi yanazidi, huyu inatakiwa ale. Au yaiqu shifa, au mtu akiwa na maradhi ambayo kama atafunga itapelekea ugumu wa kupona kwa maradhi hayo, huyu sharia inamwambia ale. Ndio maana ukienda katika milango ya sharia utabaini ya kwamba kuna kitu cha msingi sana hapa katika zile shurutu. Yani masharti ya saumu, kuna shurutu siha, kuna masharti ya kuswihi kwa saumu yenyewe, na kuna shurutu al-adai, masharti ya kuitekeleza saumu yenyewe, na kuna shurutu al-wujub, kuna sharti za wajibu wa hiyo saumu yenyewe. Sasa miongoni mwa sharti za msingi ukienda katika shurutu al-wujub, kuna sharti ambazo ni wajibu, lakini inawezekana ikawa ni wajibu kwa mtu, lakini yani ni wajibu kufunga, lakini afya inamwambia wewe kwa namna ulivyo acha habari za kufunga. Kama jinsi ambavyo ilivyo, kuna wakati inawezekana ikawa ni wajibu kufunga, lakini sheria inakwambia kwa namna ulivyo wewe acha kufunga. Yani sheria inakukataza, inakwambia usifunge, na kuna mtu mwingine afya ndio inamwambia usifunge. Hizi zinaitwa shurutul wujub. Yani anawajibika kufunga, lakini sharti inamwambia wewe unaumwa, kwa maradhi unayoumwa haya hutakiwi kufunga. Kwa hiyo afya inamwambia usifunge. Lakini kuna mwingine ambaye ni wajibu kufunga, lakini sheria inamwambia usifunge. Yani afya anayo vizuri kabisa, lakini sheria inamwambia kwa wewe kufunga hapana. Kwa mfano, mtu akiwa na maradhi, lakini kuna yule mtu mwingine ambaye ni mwanamke yupo katika ada yake, ana uwezo wa kufunga, lakini sheria inamwambia wewe kufunga hapana, acha mpaka umalize, uwe tahara, uwe safi. Kwa hiyo afya inamwambia unaweza, lakini sheria inamwambia hatukuelewi. Lakini huyu mgonjwa, kwa maana afya inamwambia yani sheria inamwambia inatakiwa ufunge, afya inamwambia hapana, kwa namna ulivyo
wetulia, tuacha wengine watekeleze hiyo ibada ya saumu katika hali za namna hiyo. Wayashmulu dhalika alfashlu alkulyawi, mfano katika maradhi haya ya kufeli kwa figo. Nitaeleza kwa uchache kabisa, alafu kisha baada ya hapo tutakuwa tumepata angalau faida kidogo katika jukwaa letu, baada ya faida kubwa tuliyopata kutoka kwa mgeni wetu Sheikh Abubakari Kada. Sasa hii suala la kufeli kwa figo ni nini? Wa huwa halatun tibiyatun khatiratun tafqidu fiha alkila alqudrata ala tanqiyati dami min assumum, nayo ni hali ya hatari ambayo bila shaka inapelekea figo zinapoteza uwezo wa kusafisha damu kutokana na sumu za aina mbalimbali. Figo ikipoteza utendaji wa kuweza kusafisha damu, basi ni hatari sana katika afya na maisha ya huyu mwanadamu, na huyu tunamwambia saumu kwako ni hatari. Hivyo kula mchana wa Ramadhani kwa usalama wa afya yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii damu inasafishwaje katika figo za mwanadamu? Tunasema tanqid alkila ad-damma bishaklin asasiyin fi qishrati alkila aljuz'i alkhariji. Bila shaka figo zinasafisha damu, na hasa katika sehemu zake za msingi mno ambazo zinasafishia damu ni katika sehemu inaitwa qishratul kila, kwa maana katika gamba la figo lenyewe, na kimaarifa tunaita aljuz'ul khariji, kwa maana sehemu ya nje ya figo ya huyu mwanadamu. Wa tahdidan, lakini kama hilo alitoshi, kadhalika vile vile dakhilan wahdatil mihjariya, kuna sehemu inaitwa wahdatun mihjariya, kimaarifa tunaziita an-nifronat, kwa maana zile nifrons ambao zinakuwa ni kama vile kajungio au kama vile chekecheo fulani, chujio fulani ambayo kazi yake ni kuchuja hiyo damu. Nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, wa hiya milioni fi kulli kila. Nazo hizi nifronat zinahesabika au zinatambulika hisabu yake kufikia milioni 1 katika kila figo ya huyu mwanadamu. Yani nifronat hizi zipo milioni 1 katika kila figo, na namna zilivyo ni kama jinsi ambavyo unavyoiona chujio namna inavyofanya kwa ajili ya kuichuja damu, bishaklin asasi almas'ulatun bishaklin asasi an tanqiyati dam, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kusafisha damu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio kusafisha damu peke yake tu, walmuwazanati sawailil jismi, lakini kadhalika na kupangilia mfumo wa zile sawail, yani asili ya ule unyevu ulio katika mwili wa huyu mwanadamu. Ni hizi nifronat ndizo ambazo zinazofanya kazi hiyo katika figo. Nataka tuone ni namna gani wewe ambaye una mashakili ya fashlul kulyawi, kama utafunga utapata madhara gani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yoyote ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yupo safarini asifunge mwezi wa Ramadhani, huyo atafunga baada ya kupona katika masiku mengine au baada ya kufika safari yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapa sasa, kwa hiyo zile muwazana tu sawailil jismi, kwa maana kupangilia mfumo wa vile vimiminika katika mwili wa mwanadamu. Lakini kadhalika wa intajul baul, kadhalika vile vile zin an-nifronat ni muhimu sana kwa ajili ya kuchuja na kupatikana kitu kinachoitwa nini? Mkojo. Sasa katika hali za namna hiyo, na haya yanapatikana abran amaliyati tarshihi balazima dam, na hii ni kutokana na namna ya kuchujwa ile damu, na hapa panapatikana ile plasma ya damu. Baina ya plasma ya damu na damu yenyewe ndipo panapatikana kitu kinachoitwa nini? Albaulu, mkojo. Sasa katika hali za namna hii, wa i'adati imtisasil mawaddi ad-daruri, lakini hizo tarshihi, yani hizo ambazo ni an-nifronat, ndizo ambazo zinafanya kazi ya msingi kabisa vile vile kwa ajili ya kunyonya baadhi ya mawaddi ambayo ni muhimu sana sana sana, na kuyarejesha tena katika mwili wa mwanadamu, ka glucose, kama vile kunyonya glucose. Nifronat katika figo zinachukua glucose walma, na zinachukua kiwango cha maji yaliyo salama, wal amlahi, na kiwango cha chumvi vinachukuliwa hivyo. Sasa vinarejeshwa tena katika mwili wa mwanadamu. Yani figo inafanya kazi zaidi ya 100 katika mwili wa mwanadamu.
Lakini wa ifrazi alfadalati nitrojonia, lakini kadhalika na kuyatoa nje yale nini alfadalat, mabaki ambayo ya nitrogen, ambayo ndo tunapata mkojo, tunapata jasho na mfano wa hivyo, kama vile kuondosha aina ya hamdi inaitwa aluria, kwa maana asidi inaitwa uric acid ambayo ni hatari sana katika afya na maisha ya mwanadamu, walkariatainin, lakini kadhalika na kuondosha mabaki ya kemikali. Figo ndo zinafanya kazi ya namna hiyo, yani lazima zinaondosha yani zinaondosha uric acid, lakini kadhalika zinaondosha mabaki ya kemikali katika mwili wa huyu mwanadamu, ili mwili ubaki kuwa salama. Wal adwiya, na hata madawa ya aina mbalimbali ambayo tunayokula ndani yake yana sumu, yana kemikali. Figo kazi yake ni kuchuja hiyo ili isibaki katika mwili wa mwanadamu, kwa sababu lau kama itabaki inaweza kuleta madhara makubwa sana, na wewe ukajikuta ni mtu ambaye unapoteza uhai wako. Allah anasema, kwa yoyote yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini na mwezi wa Ramadhani ukamkuta, basi huyo asifunge, bali atalipa masiku hayo ambayo aliyoyaachia katika masiku mengine baada ya kupona kwake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika vile vile tunapoizungumzia taqumu hadhihi alkabibat, tunapoizungumzia kuna vitu vinavyoitwa alkabibat ambazo tunaziona hizi nini, hizi chujio ambazo kazi yake kuchuja damu, zinachuja mambo kadha wa kadha, lakini na kuzihifadhi protini pamoja wa kuratu damu alhamra, na zile red blood cells zinakuwa katika hali iliyokuwa sawa. Bainama ta'malu nifronat, lakini nifron ambazo zinazofanya ala i'adat almawadi daruriyat liljismi, zenyewe hurejesha yani mawadi muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Lakini kuna vitu vinavyoitwa annabibat, kwa maana tunazungumzia tubeless hii katika baada ya kuwa tayari shafanya kazi zake. Sasa figo zinapeleka kule katika nini, katika almathan na kibofu cha mkojo. Tamtasu imtisasu alma'i wal ma'adini ad-daruriyya ila majra ad-dam wa tahawul al-fadalat ila al-bawl. Hii sasa hunyonya baadhi ya maji na maadini kadhaa ambayo ni muhimu sana kuyapeleka katika njia za damu na kuyageuza kwenda kuwa mkojo, na itaka gramu 350 mpaka 400 ndio mtu anajisikia haja au hamu ile ya kwenda haja katika hali za namna hiyo. Sasa ni kwa nini huyu mtu hatakiwi kufunga? Hapa ndipo namalizia katika jukwaa letu la leo katika hali ifuatayo. Lau kama mtu atakaa kwa muda mrefu hajala na hajanywa, basi huyu itatokea kitu kinachoitwa aljafaful haddu. Aljafaful haddu manake ni ukavu wa hali ya juu kabisa. Sasa imtinau maridhil kila, kuziwiliwa mgonjwa wa figo asifunge, anshurbi sawail, yani kuziwiliwa kutokunywa chochote au kutokula chochote, yusabibu jafafan shadidan, hii itasababisha ukavu wa hali ya juu kabisa, mimma yuaddi ila tadhuri sari'i fi wadhaifi alkila almutabaqiya, jambo ambalo litapelekea kushuka kiwango cha utendaji wa figo zake, hasa katika kile kiwango kilichobakia. Yani asilimia za utendaji wa figo zitakuwa zinashuka haraka sana, hasa unapokuwa hauli kitu, haunywi kitu na kwa muda mrefu. Ndio maana hawa watu ambao wana tatizo hili la alfashlul kulyawi, kufeli kwa figo, hawa tunawaambia kula kwao mchana wa mwezi wa Ramadhani ndio uchamungu, na kutaka kufunga kwao mchana wa mwezi wa Ramadhani ni kujidhuru wao wenyewe. Dini ya Kiislamu ni dini nyepesi kabisa, inawataka watu wawe katika hali iliyokuwa bora. Kwa hiyo wewe ukiwa na tatizo la alfashlul kulyawi, la figo zilizofeli, tunakwambia kula mchana wa Ramadhani. Lakini kadhalika jambo la pili, khataru ala alhaya, kuna hatari katika maisha yenyewe, uzima wako. Qad yuaddi as-siyamu ila jiltatin natijatin an lazjah ad-dam. Hii sasa itapelekea kwamba mtu ambaye atakayekuwa hali na ana tatizo hili la figo, hii itapelekea damu kuganda na kuwa nzito sana katika mwili wa huyu, maana sawail hakuna. Kwa kuwa sawail hakuna, manake damu inaelekea kuganda na inakuwa nzito, au ihtibasu sawail wa tathiruha ala alqalbi warri'atayn. Hii sasa itakwenda kuleta madhara katika moyo na itakwenda kuleta madhara katika mapafu. Unajua hizi organ zote katika mwili wa mwanadamu zinasaidiana, zinafanya kazi kwa kutegemeana.
Moyo ukipata madhara, figo iko hatarini, ini liko hatarini, na mapafu yako hatarini. Sasa lau kama huyu mtu ambaye ana fashlun kulyawi, figo inaelekea kufeli, huyu sasa lau kama atakaa muda mrefu hali, basi kwa kuwa sawail itakuwa hakuna, kwa maana asili ya unyevu katika mwili wake utakuwa hakuna, maana yake damu itatengeneza jilta, inakuwa nzito, inaelekea kuganda. Hapa atapata madhara ya mapafu pamoja na moyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kama unaumwa maradhi haya ya figo, ndugu yangu, kula mchana wa Ramadhani kwako ndio ucha Mungu. Maana kuna wengine huwa analazimisha, shekhe anasema lazima nifunge tu. Hapana, wewe unatakiwa ule, ndio ucha Mungu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Nikimalizia, kuna mtu wale watu wanafanya al-ghasilul kulyawi, kuna wale watu ambao wanaoshwa figo, dialysis, yani wanafanywa hivyo, yahtajuna litawidhi sawail wal amlah. Hawa ni watu ambao wanatakiwa wasafishwe na wawe katika hali ambayo ilikuwa safi kabisa. Na hawa ndio watu ambao wanatumia baadhi ya madawa kwa ajili ya kuwanusuru. Sasa anafungaje huyu mtu? Kwa hiyo asiache kutumia dawa kwa sababu ya swaumu, bali inatakiwa aache swaumu kwa sababu ya afya yake kwa kutumia dawa. Ndivyo jinsi ilivyo. Yani asiache swaumu kwa sababu yani asiache kutumia dawa kwa sababu ya saumu ya Ramadhani, bali atumie dawa anaiache swaumu. Ndio ucha Mungu unakuwa kwa mtu huyu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. La mwisho, tarakumu sumum. Ukiacha kula wewe ambaye una tatizo la figo, basi sumu itagandamana katika mwili wako. Ghairul qadiratin ala filter, na figo itakuwa halina uwezo wa kuchuja tena. La tastati'u taamul ma nataji alhadmi alburtinat. Hapo sasa haitawezekana tena kwa figo kuweza kufanya kazi zake, na hata kupasua na kumengenya protini, figo inakuwa haiwezi. Mimma yarfa'u nisbatul urea wa sumumil jismi, jambo ambalo itakayopelekea kiwango cha uric acid itakuwa nyingi sana katika mwili, na hali hiyo mwili mzima utakuwa na sumu. Ndio unaweza kuona mtu miguu inavimba, tumbo linajaa. Hii ni uric acid ambayo ni hatari sana. Siku moja alikuja mtu mmoja, tukamtazama, ukimwangalia tu unamuona uric acid ishakuwa nyingi sana. Ambia huyu mpelekeni haraka hospitalini, la sivyo mtamkosa. Wakadilei wale watu, baada ya masaa mawili kweli yule mtu alifariki. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana na haya maradhi. Ndugu zangu, haya ni maradhi ya fashlul kila, kwa maana kufeli kwa figo. Ukiwa nayo maradhi haya, na tutaorodhesha hapa maradhi yote yale ambayo mtu ukiwa nayo inatakiwa ule katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika jukwaa lijalo inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeeleza ya maradhi moja, maana kuna maradhi ya moyo ni hatari sana, hatari mno, yanatisha. Lakini kadhalika hapo maradhi ya mapafu, taliful kila, yani talifu alkabid, aiywa, kwa maana ile cirrhosis ya maini yanakuwa yanasinyaa. Lakini kuna wale wana kabidul wabai, wana appetitis wale na mfano wa hayo. Hawa inatakiwa pia tutakuja kulieleza darasa lake kwa umakini, tuone hawa wanafungaje au hawatakiwi kufunga kwa hali gani. Kwa hiyo tunawaambia wale ambao wapo katika hali za namna hii, kuleni mchana wa Ramadhani, ndio ucha Mungu kwenu. Kuleni, kula kabisa mchana wa Ramadhani. Lakini jambo la mwisho la sharia hili, kuna watu wanawapangisha, yani wao ni wenye nyumba, lakini katika kuwa wao wenye nyumba wamewapangisha kwao ndugu zetu hawa ambao ni Wakristo, alafu unafika mwezi wa Ramadhani, yeye mtu huyo anataka ya kwamba amuamrishe mpaka huyu mpangaji wake ambaye si Muislam afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haipo hiyo, haipo kisheria. Muache ale, kwa sababu yeye hakalfishwi na sharia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale ambao tunawapangisha ndugu zetu wa Kristo katika majumba yetu, basi tuwaache wale mchana wa Ramadhani, kwa sababu hawahusiki na saumu yako wewe. Hiyo saumu ya Ramadhani hauhusiki kabisa, hawamo. Waache wale.
Na hili swala waache wale kuficha kwamba na wao pia wajifiche vipi? Hakuna hiyo ni ihtiramu tu, heshima tu, kutengeneza heshima, lakini waachwe wale mchana kweupe wale, kwa sababu la yukallafun, wao hawajakalfishwa na sharia kwamba lazima wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unajua masharti ya kusihi kwa saumu ya Ramadhani moja wapo al-Islam, ni mtu kuwa Muislamu. Sasa yule ambaye yeye bado hajawa Muislamu huwezi kumkalifisha, kwa sababu tu ni mpangaji wako, unaishi naye nyumbani kwako, bana hapa bana hakuna kula mchana hapa hii nyumba yangu hii takupa notisi. Hakuna hiyo, hakuna vitu vya namna hiyo. Waacheni watu wakae kwa furaha zao wale. Ndio mambo jinsi alivyo, inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa nikwambie ndugu zangu, ameeleza hapa ndugu yangu Sheikh Abubakar Kada mkasa mzito kabisa ambayo iliyotokana na dawa hii ya Haqqul Mujarrab. Haqqul Mujarrab ni dawa mujarrab sana kwa ajili ya masala ya kisihr, masala ya kichawi. Kuna watu wamefanywa mauchawi mazito ambayo bila shaka yanatetemesha moyo pale ambapo unapoyasikia. Hii ni nzuri sana, lau kama mtu anaitumia kwa dozi yake kamili, mambo yatakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hawa wanaota sana mandoto ya ajabu, wanalishwa au wanakula wenyewe katika ndoto zao. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wao wamekwenda mahospitali ya aina mbalimbali, amepimwa kila aina ya maradhi hana, lakini ye mwenyewe akijitathmini anaona mimi ninaumwa. Sasa hizo ni sihri, ni machawi hayo. Lakini kadhalika kuna watu wana machawi. Al-akhi Sheikh Abubakar Kada, siku hizi wachawi na wenyewe wameendelea. Kuna wakati mtu anaweza kupigwa sihri na maradhi yakafananishwa namna kabisa na yalivyo maradhi ya kibiolojia. Ukipimwa figo utaonekana kweli figo zimefeli, lakini kumbe kiini macho ni uchawi tu ushafanyika. Ukipimwa moyo utaonekana moyo mpana, kumbe kiini macho ni uchawi tu tayari ushafanyika. Sasa hii dawa Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha athari na mashakili hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fanya jitihadi za maksudi, kisha unaipata Haqqul Mujarrab jurriba miraran wa sah. Waarabu wanasema la tas'ali tabiba anid dawa'i fas'alil mujarrab. Siku zote usije ukamuuliza tabibu dawa yako inafanya nini, fas'alil mujarrab, bali uliza iliyofanyiwa majaribio na natija ikapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fanya jitihadi za maksudi, pata Haqqul Mujarrab. Lakini kama hilo halitoshi, Sheikh Abubakar Kada akatukumbusha hapa kwenye huu mkono wa Idi. Mwanamume yoyote ili uwe na thamani pale nyumbani, lazima uwe na performance nzuri pale katika 6x6. Yani hata uwe na pesa kiasi gani, lakini ukawa na udhaifu wa performance yako pale unapokuwa na mkeo, wala uheshimiki mzee. Watu wabakia tu, watu wanakutazama tu kama ulivyo. Lakini kadhalika uwe na cheo utakavyokuwa na cheo, lakini performance yako pale nyumbani kwenye 6x6 pakiwa hovyo, wala cheo chako hakieleweki mzee. Yani uzuri wa hawa wanawake, ili awe vizuri, basi inatakiwa na wewe ile show yenyewe ile asipigwe show ya maana. Ndio maana yake shekhe. Kwa kubabaisha hamna kitu. Ndio kweli, huo ndio kweli shekhe. Kwa kubabaisha hamna kitu. Wana maneno yao, wanasema sikuja kula wala sikuja kulala wala sikuja kwa ajili ya kuvaa, kwani kwetu nilikuwa sivai, wanasema hivyo. Kwani kwetu nilikuwa sili, wanasema hivyo. Kwani kwetu nilikuwa silali, wanasema hivyo. Kwa hiyo nilikuja kwa jambo moja, performance tu. Ndio mambo yake Haqqul Mujani. Mkono wa Idi ndio mpango mzima itakayokufanya uwe na performance bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utafurahia. Pata dozi kamili ya mkono wa Idi ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tawasiliana nasi inshallah popote pale duniani mkono wa Idi unafika. Nyingi sana zishaenda katika ardhi ya Marekani na watu wanafurahi huko. Nyingi sana zimeshaenda katika ardhi ya Uingereza, Ufaransa, Swedeni, Uholanzi huko zimeshaenda sana. Hapo Saudia, Omani, yani hapo ndo usiseme, zimekwenda sana. Zanzibar, yani ni hatari kabisa. Hapo Uganda, Kenya, mashallah.
watu wanatumia fursa, hata Kongo pia fursa inatumiwa vizuri. Sasa wewe unashangaa nini? Unasubiri nini? Wadawi daa qabla an yaqula fi tabibu dai a'ya fastatara. Wanasema wataalamu tibia maradhi katika kiwango ambacho haijafikia wakati mpaka daktari aliyo special katika maradhi hayo akakwambia kwa hapa alipofikia sasa tulia tu, subiria kinachoendelea. Tibia haraka, yanapata taarifa hizi, basi fanya haraka ujipatie mkono wa Idi ili kadhalika performance yako iwe bora zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mmoja anaitumia ananiambia, shekhe, yani kila ninavyoitumia ndo naona afadhali, yani ndo naona jana yake na hii yani leo nakuwa na performance nzuri kuliko ile ya jana. Anambia naam, maliza dozi hiyo alafu mambo yatakwenda sawa inshallah biidhnillahil karim. Nawe pia jipatie hii. Lakini hapa tuna prostate, dawa ya tezi dume. Unajua tezi dume, ukimsoma bwana mmoja ni daktari anaitwa Muhammad Hani Mar'i. Mwamba huyu anasema miongoni mwa vitu ambavyo ni hatari sana ni hili tezi dume. Anasema yuarriqul kathirina minar rijal, inafikia wakati ni janga la dunia, inawadhuru na kupata madhara makubwa wanamume wengi sana. Watu wanajikuta wana tatizo ila tezi dume, ambayo itawapelekea watu pia kuwa katika hali mbaya sana, kupata kansa ya tezi, lakini kadhalika kuwa katika hali ambayo inaweza kuwapelekea wakapoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa, kutokwa sana na mkojo, kuwa na maumivu katika sehemu za korodani, lakini kadhalika kuwa na maumivu yanayoelekea katika sehemu ya mshipa unaoelekea katika sehemu ya haja kubwa, lakini kiuno pia kuwa kinauma na hata mgongo mara kwa mara. Tezi dume ishara zake ni hizo. Unapokwenda asubuhi kwa ajili ya kufanya haja ndogo, utaona haja inatoka kwa tabu au inatoka kidogo sana, na wakati mwingine utaona zile njia zinajifungua mbili, yani mkojo unatoka ukiwa na njia mbili. Hizi ni hatari, zinakuambia bana unakuja katika hatari mbaya zaidi. Na tatizo la kufanywa operation kwa katika tezi dume kuna athari mbaya sana. Awe mfanyaji, awe bingwa, awe hodari wa namna gani, lakini haya huwezi kuyaepuka. Moja, utakuwa ni mtu ambaye unatokwa na mkojo bila kuuziwia takriban kuanzia miezi 6 mpaka mwaka na miezi 6. Hilo ni jambo la kufikia tu, sio la kutafutwa. Lakini kadhalika vile inawezekana ukakosa kabisa utendaji wa tendo la ndoa kuanzia miezi 6 mpaka mwaka na miezi 6, na inawezekana ikawa ndio wasallam imekwisha hiyo. Sasa lau kama utafanya operation katika sala la tezi dume, hivyo jitahidi sana kutumia hii dawa, ni mujarrab sana, yani inatibu tezi dume bila ya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu dai a'ya fastatara. Wanasema yatibie maradhi kabla hayajafikia katika hatua ambayo daktari atakwambia kwa hapa alipofikia subiria kufa. Muhimu sana, jitahidi sana upate tezi dume hivi sasa ili umalize tatizo kwa wepesi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tukutane katika jukwaa letu lijalo. Tukushukuru sana al-akhi Sheikh Abubakar Kada kwa mazuri ambayo umetufikishia biidhnillah. Mola kujalie kila la kheri wewe pamoja nasi kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka taala. Inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Yusuf Al-Ghazali, lakini pia na Habibi Sheikh Kada hapo. Nadhani kwa mtu ambaye tufuatilia mwanzo mpaka kufikia hapa ulimepata faida nyingi na faida bora kabisa. Zaidi yote kwa yote, tunao mkono wa Idi hapa, manake mkono wa furaha. Vipi unaweza mbwera pale nyumbani? Ni nakati nafasi unayo, na kuna vijana wanasema wao hawachagui sehemu ya vita. Wao chini ya uvungu utawakuta vita zinafanyika, juu ya dari vita inafanyika. Lakini wewe ukiwa na mbwera manake unatoa fursa kwa vijana hawa kuchukua nafasi hiyo na kuanzisha vita mahala ambapo wewe utashindwa namna ya kupigana na vijana hao. Nini cha kufanya? Ni mkono wa Idi huu. Mkono wa Idi ulivyo si booster, inamaliza tatizo la moja kwa moja na unaweza kuwa imara kabisa, tena ukawa unafanya jambo kwa fasaha wa hali ya juu sana. Mimi niko vizuri, wewe je, una hali gani? Basi mimi nikwambie fursa kipekee ni kutumia mkono wa Idi, na unapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia
namba simu 0748869733 au 0659869734 ndizo namba zetu za kutupigia simu ukapewa mwongozo na upewa ufafanuzi uliokuwa bora wa kuweza kutufikia mahala tulipo, ama ukaweza kuagiziwa mahala popote ulipo duniani na unaweza kufikiwa tena kwa wakati muafaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka hili ni jukwaa letu likiwa leo limesheheni ikiwa na mgeni wetu Sheikh Kada, lakini pia mama Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Mimi sina la ziada zaidi ya kukwambia tutane tena katika wakati ujao katika jukwaa letu hili kupata yaliyokuwa bora zaidi. Kubwa, endelea kuwa nasi katika media zetu hizi ili kufanikiwa na kupata yaliyokuwa bora hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.